Kwa majina naitwa Dr. Veronica Limo, ni daktari bingwa wa afya na magonjwa ya akili kutoka Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe. Katika wiki hii ya afya tumejiandaa kuja kutoa huduma kwa Watanzania wote watakao kuwepo hapa. Tuko hapa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa awali, yani screening. Endapo utagundulika una changamoto, tunawahusika wa tiba saikolojia na pia utengamao kuweza kutoa huduma yenu na kuwasaidia kwa namna ambavyo itawezekana. Tafiti kidogo ambayo imefanyika pale kwetu kwa wagonjwa ambao tunawaona wengi waliolazwa, rika lao ni kuanzia umri wa miaka 18 mpaka kufikia 40, lakini sio katika hospitali kuu pia tu, lakini pia ni katika kitengo cha tiba sheria. Tunaona umri wa watu ambao wamelazwa kutokana na makosa ya jinai au changamoto za afya ya akili ni katika umri wa miaka 18 mpaka 40. Labda nieleze tu kwa kifupi, sababu ni nyingi sana kwa nini tunapata kuanzia umri wa miaka 18 mpaka 40. Kwa sababu kwanza ni vijana, matatizo au changamoto za afya ya akili na magonjwa yake kwa ujumla, visababishi vinaweza vikawa either kibiolojia au tunaweza tukasema pia yanaweza yakawa kisaikolojia au yanaweza kutokana na jamii. Sasa tukiangalia changamoto gani vijana wanapitia katika jamii yetu ni nyingi, na ndio kipindi wanakuwa wanajaribu kuweza kujitambulisha au kuweza kujua namna vipi wanakopi na mazingira yao. Kwa hiyo ile hali ya kujaribu kukopi inaweza ikawa ni namna moja ya kuwafikisha wao katika hospitali, kwa sababu mtu anaposhindwa kukopi na changamoto pale ndo anaweza akajikuta anaingia aidha kwenye ugonjwa wa akili au kwenye changamoto za afya ya akili. Kutokana na kwamba tunaona teknolojia inaendelea na tungependa kuitumia katika kuweza kuendelea kutoa huduma za afya ya akili, kuna tafiti zinaendelea za kuweza kuona namna gani akili mnemba inaweza kutumika kuweza kutoa huduma katika wagonjwa wa akili na pia wenye wanaopitia changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo kwa ujumla hayo ndio ambayo yanafanyika hospitalini kwetu. Hapa nia ni kuwasaidia tu kuweza kujua, je, kuna mtu anapitia changamoto yoyote. Tukiweza kupata msaada mapema inazuia kupata shida ambayo itakuwa ngumu kuisuluhisha baadaye.